Ndugu msikilizaji, asante kwa ajili yako. Asante kwa Mungu kwa sababu ameendelea kutupa uzima, afya na amani. Yote ni kwa neema ya Mungu. Tunapoingia katika kipindi chetu, tayarisha moyo wako, tukaribishe uwepo wa Mungu mahali popote ulipo, ukiwa nyumbani, ukiwa katika gari lako au sehemu ya kazi au mahali popote. Jiungamanishe na maombi haya ili tuweze kumwona Mungu katika huduma siku ya leo. Unaweza ukafumba macho kama unaweza, lakini kama uko mahali ambapo hauruhusiwi kufumba macho, basi inua moyo wako mbele za Mungu. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu, wewe uliye mwema, mwalimu wetu, msaada wetu na nguvu zetu. Nakushukuru kwa sababu ya msaada ambao umeuachilia jioni hii tena. Umetulinda kutwa nzima. Hatimaye ni majira haya tuko mbele zako. Karibu katika muda huu, Roho Mtakatifu, katufundishe, katuelekeze na kutusaidia yatupasayo katika nyakati zetu. Tusiwe watu wa kupoteza, bali tuwe watu ambao tutaleta utukufu kwenye mbingu za Mungu aliye hai. Utukufu wa jina la Yesu. Naombea fahamu zetu, namwombea msikilizaji wangu, endelea kumpa hekima, akili na roho ya ufahamu, aweze kuyaelewa na maandiko. Katika jina la Yesu, inakwenda kinyume na nguvu za giza, roho chafu, kwa moto wa damu Yesu. Sasa ninakemea na kuvunja kila mamlaka zote ambazo zinaweza zikasimama kuiba mawazo na kutuondoa katika fokasi yako. Roho Mtakatifu, karibu, achilia upako na neema yako katika somo hili, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu msikilizaji na ambaye unafuatilia kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Mjue Mungu ili uwe salama. Kipindi chetu kinaitwa Mjue Mungu ili uwe salama. Kama majira yalivyo, ni nyakati zinatisha na si nyakati nyepesi, lakini neno la Mungu linasema katika yeye tunashinda, na zaidi ya kushinda katika yeye atutie nguvu. Kwa tunapata ujasiri kwamba kama Mungu yuko hai, hatuwezi kuwa na mashaka kwamba hata katika nyakati za maji mengi, ile Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapunguzwa na kitu. Nijapopita katika maji mengi, yeye hayatanigarikisha. Hata nikipita katika moto, sitateketea. Lakini ukisoma mwisho anasema hakika, yaani katika yale yote ana uhakika, wema na fadhili zitamfuata. Zinamfuataje akiwa anapita kwenye moto? Kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wake. Bwana Yesu asifiwe. So ninakukaribisha sana, usiogope majira haya. Kama unamtumaini Mungu, ni majira mazuri, na bado duniani ni mahali pa kuendelea kumchakaza shetani. Sema amina. Haleluya, haleluya. Tutakwenda pamoja kitabu cha Ezra sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ezra 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hili ni somo letu, na tutaenda kuomba kwa ajili ya wale ambao wanapinga na kuzuia makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kama umefika, basi nitakutangulia kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, basi adui za Yuda na Benjamini waliposikia ya kuwa wana wa uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbali za mababa, wakawaambia, tujenge sisi nasi pamoja nanyi, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esali Hadoni mfalme wa Ashuru, aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbali za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu
ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Mstari wa 5 hapo, wakawaajiri washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukarudia hapa, ili kuwapinga kusudi lao. Siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Haleluya, haleluya. Unaweza ukasoma hizi habari. Hawa ni watu walikwenda, lengo la nje walikuwa wanaonyesha wema, wanataka kuwasaidia akina Ezra kujenga, na hawajaenda kwa gia nyingine. Wanasema sisi nasi tunataka kumpata Mungu wenu. Njia wanayoitumia ni kwa kupitia Mungu, lakini nia yao ya ndani haikuwa njema. Sasa swali kwetu sisi leo, au swali kwako leo mpendwa, nani unashirikiana naye kujenga maisha yako? Either ni maisha ya kiroho, maisha ya kiuchumi, au maisha ya ndoa tu na vitu vingine. Unaweza ukajiuliza, una uhakika na roho aliyoibeba? Je, yale anayoyasema anamaanisha, au ni maneno yanatoka mdomoni ila ndani kabeba roho kama ya hawa watu? Maana kama wangekuwa na nia njema, hakika hata wakati walipokataliwa kwenda kuwasaidia, wangeachilia kwa wema. Lakini unaona, ndani yao kulikuwa kuna nia nyingine. Sasa kwa sababu walikataliwa, na Ezra alijua kabisa kuna mambo sipaswi watu wa nje wanisaidie. Wewe leo mpendwa, sadaka unazotoa unapewa na nani? Nizungumze na dada zangu. Umehongwa hiyo hela ukapeleka kanisani? Au kijana, hiyo hela unayoenda kutoa kwenye michango ya kanisani, umesaidiwa na nani? Ana nia gani? Je, amebeba uzima? Ni vyema kujiuliza, huyu anayenipa hichi kitu, nia yake ni nini? Anataka nini kwangu? Usipojiuliza, utabebeshwa roho zingine, na matokeo unaweza usiyaone leo, lakini pale mbele yatakukuta mambo. Bwana Yesu atusaidie hata katika ujenzi wa makanisa yetu. Kwa sasa watu tuko bize kutafuta michango hata mahali pasipofaa. Ni rahisi mganga kutoa sadaka, kwa sababu neno la Mungu linasema mahali hazina ya mtu ilipo, ndipo na moyo wake ulipo. Kama mganga akitoa fedha yake akaleta kanisani, kweli tutaitakasa, na naweza kusema Bwana, hii iko sawa. Tuna shida na hela ya mtu, hatuna shida ya nafsi yake. Mwingine atatoa hela na roho yake itakuja. Mwisho wa siku ibada mahali hapo zinakuwa ngumu. Watu badala kujazwa na Roho Mtakatifu wanajazwa na mapepo na nguvu zingine. Mungu atusaidie kizazi hiki. Tuko nyakati za mwisho. Mungu akubariki. Endelea kunifuatilia. Ni mtumishi wako au mtumishi wa Mungu. Naitwa Andrew Gideon. Ni mtu wa Mungu katika nyakati hizi. Asante. Mungu akubariki.
Fumba macho yako, tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa neno hili. Na kushukuru kwa ajili ya huyu ambaye umempa nafasi ya kunisikia na kulisikia neno lako katika usikivu huu, na kurudisha utukufu wote na heshima. Umtunze, umlinde na umpiganie, lakini utusaidie kusimamia makusudi yako. Asante kwa ajili ya kituo hiki cha redio na mahali hapa ambapo wengi wananisikia. Endelea kuachilia neema yako ndani yetu na nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Shalom, tukutane wakati mwingine. Bye bye. Ninakupenda, lakini Yesu anakupenda zaidi. Hallelujah. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.